Mgogoro wa ardhi kama umeanzishwa na watu wa ardhi hauwezi kumalizwa na watu hao. Ni mgogoro wa ndoa tu, unauanzisha mwenyewe na umaliza mwenyewe. Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Said Mtanda ameagiza kufanyika kwa tathmini kwa watumishi wa idara ya ardhi ili kubaini wenye uwezo wa kuwasaidia kutatua migogoro ya ardhi inayowakabili wananchi. Akizungumza katika mkutano wa kusikiliza kero za wananchi kata ya Luchelele, amesema baadhi ya watumishi wamekuwa wakichangia ucheleweshwaji wa maamuzi na kuongeza malalamiko kutokana na kutokuwapo ofisini. Amesema serikali inapanga kubaki na watumishi wenye ufanisi huku wengine wakipangiwa maeneo mengine ya kazi ili kuongeza uwajibikaji na kupunguza migogoro ya ardhi jijini Mwanza. Nataka niwahakikishie wale ambao wanastahili kulipwa fidia watalipwa fidia. Na kama nilivyosema, kesho wenye viti wa mitaa na ile orodha ya wanaotakiwa kulipwa fidia itakuwa imeshaandaliwa. Tutawaita pia na hao watu kwenye serikali zenu huko, wataalamu watakwenda, watahakiki, tafunguliwa akaunti na tutakaa na mkurugenzi kupanga kila mtu anaanza kulipwa lini fidia yake. Tunataka tumalize kwanza changamoto ya baadhi ya maeneo, halafu sasa tubakize swala moja tu la golf course. Mahakama ikishamaliza uamuzi wake na hao wazee wakishakuja kukaa na mimi, pia tutapatia ufumbuzi swala la golf course. Kwa hiyo muwe na amani, endeleeni kufanya kazi zenu, imarisheni amani ya mtaa wenu, lakini pia lazima tukubali kwamba maendeleo hayawezi kutokea kama tukiendelea kuishi wenyewe kwa wenyewe, na tusipokubali uwekezaji, tusipokubali watu kutoka maeneo mengine tuweze kushirikiana nao kwa ajili ya maendeleo ya maeneo yetu. Ingawa nasema maendeleo hayawezi kufikiwa kwa baadhi ya watu kudhulumiwa. Kwa hiyo wale wote ambao haki zao bado hazijasimamiwa, nataka niwahakikishieni kwamba haki zenu zitasimamiwa na zitalindwa. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Lakini la mwisho pia, nilikuwa ninapitia kule Ilemela, nimepitia nikaona ofisi ya ardhi wako watumishi wengi ambao wanajitolea, na mimi msimamo wangu ni kwamba lazima tuwe na orodha ya watu wachache ambao watasaidia serikali kumaliza migogoro ya ardhi, na wala sio kuwa na kikundi kikubwa cha watu lakini bado changamoto ya ardhi iko pale. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nilipitia nikaona tunao watumishi 25 ofisi ya ardhi, si ndio? Lakini tunao wa kujitolea zaidi ya 45. Sasa najiuliza, watumishi walioajiriwa 25, wanaojitolea 45, tena wanao wengine wako kama 20 mmewapa mikataba watu 15, wengine wanajitolea lakini sielewi wanalipwa na nani. Sasa wakati mwingine watu wa namna hii ndio ambao wanakusanya senti za watu, wakiwaambia mimi ni afisa wa ardhi pale jijini, njoo nitakupa hati, na mnaandika barua juu ya barua kwa niaba ya mkurugenzi. Sasa discipline inaondoka. Kwa hiyo nimeelekeza na wewe nakuelekeza tufanye tathmini juu ya watumishi wote wanaojitolea. Sasa mko 75, tunataka wale 45 na zaidi wabaki watumishi wachache sana ambao wako kwenye kada zinazohitajika ambazo hatuna nazo pale halmashauri ya jiji, na wengine waende wakajitolee maeneo mengine, kwa sababu tukiacha namna hii ofisi za ardhi zimekuwa sasa jeshi la kambale. Hajulikani mtumishi nani, anayejitolea nani, wanapanga maamuzi haya, mkuu wa idara hayupo, barua imeshaandikwa. Kwa hivyo sasa watu wote wanaojitolea pale jijini, nataka mkurugenzi wa halmashauri alete mahitajio yake. Anahitaji watu wa kada gani ambazo hazipo pale jijini, halafu ofisi yangu ndio itampa kibali. Kwa hiyo kuanzia sasa wale wengine wote wapumzike, wale wa mikataba yao ikishaisha wapumzike. Tutafanya tathmini ya nani ana uwezo wa kusaidia serikali katika utatuzi wa migogoro ya ardhi, na wala sio kuendekeza matatizo ya ardhi. Wale tutakaojiridhisha nao ndiyo tutakaoendelea nao kwa ajili ya kusaidia serikali, na kwa baada ya kuwa tumeshawafanyia
vetting ya kutosha kwamba hawa ni msaada na wala sio kero kwa wananchi na kwa serikali. Hapa jijini pia hapa wako watu wamekaa hapa kwenye idara ya ardhi miaka 30. Wanafanya kazi vizuri, lakini tunataka tufanye review ili tuwe na timu mzuri ya wataalamu wa ardhi watakao tusaidia kumaliza migogoro ya ardhi. Kwa hiyo nimeshazungumza na katibu mkuu wa Wizara ya Ardhi, tutafanya tathmini ya utendaji kazi. Wale tutakaoona wana mchango wa kusaidia kumaliza changamoto za ardhi hapa jijini Mwanza tutaendelea nao, na wale ambao tunaona kwa sasa uwezo wao wa kutusaidia kumsaidia mkuu wa wilaya kumaliza kero za ardhi umeshafika ukingoni, basi waende maeneo mengine ili wakaende kuchangia maendeleo ya sekta ya ardhi katika maeneo hayo. Kwa hiyo haya ndio yasema niko serious nayo na ni lazima tuyafanye ili kuendelea kupunguza migogoro ya ardhi katika maeneo, kwa sababu siwezi leo kumtuma mtu aliyesababisha migogoro ya ardhi yeye ndio akamalize shida ya ardhi. Inawezekana vipi? Mgogoro wa ardhi kama umeanzishwa na watu wa ardhi hauwezi kumalizwa na watu hao, utamalizwa na wengine wa ardhi ambao hawakuhusika kwenye huo mgogoro. Ni mgogoro wa ndoa tu unauanzisha mwenyewe na umaliza mwenyewe, lakini wa ardhi hauwezi kumalizwa na aliyeuanzisha, utamalizwa na yule ambaye hakuhusika na migogoro ya namna hiyo. Kwa hiyo nitafanya tathmini yangu, nitaona kama yuko ambaye mtumishi ni chanzo cha kuanzisha hii migogoro ya ardhi hapa, huyo hawezi kuwa sehemu ya kumaliza migogoro hii. Yeye apelekwe kwingine, tupate watu ambao hawakuhusika, ili tukitoa maagizo yafanyiwe kazi. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Amira Dayo kutokea jijini Mwanza. Mimi ni Baraka Fujens.